Yanga wanakuwa ni wamiliki kwa 0.5% na GSM wanakuwa mmiliki kwa 0.5%. Kwa hiyo mimi naona kama hakuna kilichoharibika, lakini wewe kitu gani ambacho unaona kwamba kinaweza kuzuia jambo fulani kwenye hili kisa wao kuwa na 50-50? Mimi sio kuzuia. Yaani issue ni kwamba ile timu, ndio maana narudia tena, ile timu ni ya wanachama. Umeelewa? Na ile timu hata viongozi, unajua hamna kiongozi wa milele pale. Viongozi wanaenda wanapishana. Sasa inawezekana baadaye wakaja viongozi wengine au watu wengine ambao wana maoni tofauti, yani mawazo tofauti na yenu ambao mmefanya maamuzi wakati huu nyinyi mpo madarakani. Hamuoni wale mtawaumiza? Umeelewa vizuri? Au watu wanaweza wakaja na project nyingine au wakatafuta mtu, kuna unajua hizi timu zina watu. Yupo mtu anaweza kaamua tu, mimi na mapenzi na Yanga nataka kujenga kiwanja hapo. Free kinakuwa cha timu. Kwa hiyo unataka kuniambia Young Africans kwa hiko walichokifanya wamekosea? Waamini GSM asilimia hizo? Mimi kwangu wamekosea. Kwa kweli yani liu uwanja wa asilimia nani hamna kikomo cha mkataba. Mimi mkataba lazima uwe na kikomo bwana. Mkataba unakuwaje una kikomo? Mimi issue ndio ipo hapo. Yani jambo zuri, lakini mkataba lazima uwe na kikomo. Yani mkataba wa milele mimi sijawahi kuikubali. So tu wa kiwanja. Yani hata itokee mkataba wote ambao hauna kikomo mimi siwezi kukubali. Na nina sababu zangu kabisa, na nimekuambia kwa sababu sisi tunaishi. Watu wanakufa, wanakuja wengine. Kwa hiyo wewe sasa hivi mmekuja nyenye na mawazo yenu, hayo watakuja watu wengine, watakuwa washabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa Yanga. Mna hakika gani kama na wao watakuwa na maono kama yenu haya mliofanya maamuzi haya sasa hivi? Umeelewa? Kwa sababu huyu bosi maana yeye hata akifa watakuja watoto, watalisi wajukuu, vitukuu. Yani maana yake au GSM wao watakuwa milele pale Young Africa. Yani tuseme mpaka ulimwengu sijui kama ndo kuna kiama kitatokea ndo wao watatoka. Na wewe hutaki kuona mtu wa milele? Mtu wa milele na apate aje apate na mwingine. Yani vitu vya milele vinakuwa. Yani mkataba unatakiwa uwe na kikomo. Mheshimiwa Rais hapa Magufuli, unakumbuka mikataba hiyo alikuwa haitaki ya milele bwana. Kwa hiyo mikataba ya milele kwangu mimi haijawahi kuwa mkataba bora. Yani lazima hata kama una ingia makubaliano, ingia hata ya miaka 100. Lakini kikomo muhimu. Yani kuwa na kikomo chake hapa mbele. Lakini sio tu eti mkataba hauna kikomo. Hizo hela zenyewe zina kikomo. Umetoa bei gani wewe ya kuwanunua watu mazima?